Naomba niwaambie, wengi hapa mnanisikiliza, mna uhakika kabisa kuna vitu unaviona leo kwenye ndoa yako na mahusiano yako. Leo wakati naongea, nina uhakika hivyo vitu ukiangalia kwa baba yako na mama yako unaviona. Unaweza usiseme na watu wasijue, kwa sababu Instagram na Facebook zinapenda kutuonyesha visivyo, lakini una uhakika kabisa kuna vitu unaviona leo kwenye ndoa yako na mahusiano yako, lakini uliviona kwa baba yako na mama yako. Tafiti zinasema 75% ya watu waliotoka kwenye ndoa zilizovunjika na wao wanavunja ndoa zao. Kuna kitu tunakita kwenye tafiti divorce cycle. Watu waliotoka kwenye familia ambazo kuna magomvi na migogoro kwa 75% na wao wanaendeleza vile vile. Nikiwa nasuluhisha ndoa ya watu ambao wametoka kwenye familia ambayo baba na mama wameachana, inaniwia ngumu sana kutofauti na kusuluhisha ndoa na familia ya watu ambao wametoka kwenye ndoa baba na mama wako pamoja. Kwa nini? Binti aliyotoka kwenye familia baba na mama wameachana huwa ananiambia, Dr. Mauki, kwani shida iko wapi? Mimi mwenyewe nimesomeshwa na mama yangu akiwa mwenyewe, na mimi nitafanya hivyo kwa watoto wangu, asinisumbue. Ukiongea na wale wametoka kwenye familia za pamoja, anakuambia, Dr. Chris, naomba unisaidie, sitamani watoto wangu wapitie kitu ambacho hata mimi sijawahi kupitia. Kuna mtu ananielewa? Yamkini huko hapa wewe mwenyewe hauko kwenye ndoa leo, ilishavunjika, na una uhakika kabisa hata baba yako na mama yako hawakuwahi kuwa pamoja. Yamkini wewe huko hapa leo ni mtoto wa nje ya ndoa, umetunzwa na mama wa kambo, na kwenye ndoa ulioingia tayari umeshakuta wengine wapo. Kwa hiyo ni kama tofali linavyofuatuliwa sawa sawa na kibao, uko vile ulivyo kutokana na kule ulikotoka. Sasa niko hapa kutaka kukufundisha kwa muda mfupi ni kwa namna gani unaweza ukatengeneza mahusiano mazuri na iliyo nzuri, au hata kama umepata dhoruba kwenye ndoa na mahusiano yako, basi watoto wako waweze kutoka na picha ambayo ni nzuri. Bwana asifiwe sana.